Africa Journal, ripoti iliyotolewa mwaka 2020 inaendelea kuonyesha na kudhihirisha kwamba kuna idadi kubwa ya watu ambao wamekuwa wakifa na wengine wakiingia katika madhara kwa sababu ya ugonjwa mkubwa wa shinikizo la damu, yani hypertension. Ripoti zinaonyesha kuwa ni 16% ya watu wa vijijini pia wana changamoto hiyo ya tatizo la ugonjwa wa shinikizo la damu, na 38% ya watu wa mjini wana changamoto hiyo ya shinikizo la damu. Hivyo ukitazama katika idadi walioonyesha ni kwamba kati ya watu wawili mpaka watatu katika watu 10, mmoja wapo au watatu hao wana shinikizo la damu. Hivyo, je, ni namna gani mtu anaweza kujilinda, kujikinga na ugonjwa huo wa shinikizo la damu? Karibu nami tuunge pamoja Dr. Ali Abdalla Misilo katika somo letu la leo. Kabla tujaendelea katika mada yetu ya leo, unaweza kupata masomo yaliyopita au mada zilizopita kwa kubonyeza neno suggestion hapo juu, na kuendelea kupata vipindi vyetu mbalimbali na mada mbalimbali unaweza kusubscribe neno hapo chini. Tungependa kuwafahamisha kwanza, ili kuweza kufahamu shinikizo la damu ni kitu gani. Tunaelewa kabisa kwamba mwili wa mwanadamu umeumbwa na damu, ambayo damu kazi yake kubwa ni kusambaza chakula, maji, hewa na virutubisho vingine ndani ya mwili. Damu iweze kusambazwa inahitajika kuwepo na kiungo maalum ambacho ni moyo. Kazi yake, majukumu yake makubwa ni kuisukuma damu kwenda katika sehemu mbalimbali za moyo. Kitendo hicho cha kusukuma damu kinategemea kitu kinachoitwa pressure, na pressure hiyo ipo katika kiwango maalum ambacho kinatakiwa ndani ya mwili. Ikitokea kwamba kimeweza kuongezeka, hicho tunasema sasa hilo ni shinikizo la damu. Kwa hiyo kwa kawaida tunakadiria pressure inakuwa, mtu akitaka kutambua pressure atategemea kusoma kwa namna mbili. Ya kwanza, kuna pressure ambayo moyo unakuwa unasukuma damu kwenda sehemu mbalimbali ambayo tunaita systolic blood pressure, na kuna pressure ambayo moyo unakuwa ukitanuka na kupokea damu, tunaita diastolic blood pressure. Kwa hiyo kwa viwango vilivyokadiriwa kabisa vya kitaalamu, inatakiwa mtu awe na 120 mpaka na 140 kwa hatua ya awali kabisa, au 100 mpaka 140, hiyo ni systolic blood pressure, na anaweza kuwa na 60 mpaka 80 ikiwa ni diastolic blood pressure. Viwango hivi vinakuwa vinatofautiana kutoka nchi na nchi, jamii na jamii. Mfano, kwenye jamii za Europe wao wanakuwa wako chini sana kwa sababu wanakuwa hawana matumizi makubwa ya chumvi ukilinganisha na jamii zetu za Kiafrika ambao kuna matumizi makubwa ya chumvi. Kwa hiyo ukikutana na viwango vinaweza kutofautiana, basi ujue ni tofauti hizo za kikacha na kitamaduni na za kijamii ambazo zinazokuwepo. Hivyo basi ni muhimu leo tumelenga ni kuwaelimisha watu namna gani wanaweza kujikinga na ugonjwa huu wa shinikizo la damu. Tutaangaza kwa kuangalia sababu za shinikizo la damu, hususan katika essential hypertension au hiyo primary hypertension ambayo ni pressure pia ya shinikizo la damu. Kwa hiyo tutaangalia sababu na namna gani unaweza kuepukana na hiyo sababu ambayo inaweza kupelekea kupata shinikizo la damu. Katika hilo ziko sababu nyingi zinazopelekea kupata mtu shinikizo la damu, tutaziorodhesha kwa kadri ya haja tutakapokuwa nayo. Kwa hiyo moja ya sababu kubwa tunazungumzia ongezeko la uzito ndani ya mwili, tunaita obesity. Watu wenye uzito mkubwa wapo katika hatari ya kupata shinikizo la damu. Na hiyo ni kwa sababu kuna ongezeko ya mafuta ambayo inakwenda kutuama katika sehemu za misuli na sehemu zingine, inapelekea utembeaji wa damu au usambazaji wa damu katika mwili unakuwa ni wa shida. Kwa hiyo mwili unalazimika kutumia nguvu kubwa au pressure kubwa kuhakikisha kwamba damu inaweza kufika katika sehemu ambazo zinazohitajika ili mwili uweze kupata virutubisho, hewa na kuzalisha nishati ndani ya mwili. Sasa ikitokea katika mishipa hiyo ya damu kunakuwa na kiwango kikubwa cha mafuta ambayo yameweza kuhifadhiwa, ambayo yanasababishwa na hiyo ongezeko wa uzito, inapelekea mishipa inakuwa dhaifu na moyo kutumia nguvu kubwa au pressure kubwa kuweza kuhitaji kusambaza damu. Matokeo yake hiyo yanapelekea hilo tatizo la shinikizo la damu. Sasa ni vipi mtu anaweza kujilinda kutokamana na huo uzito kwa mkubwa, yani obesity? Kitu cha kwanza ni lishe, kuangalia chakula ambacho anachokuwa akitumia na muda wa chakula. Tafiti zinaonyesha matumizi ya chakula cha usiku ndio yamekuwa yana hatari kubwa watu kupata shinikizo la damu au maradhi ya moyo, yani cardiovascular diseases. Kwa hiyo mara zote tunashauri kwanza watu kutumia chakula au kula chakula kabla saa 3 usiku ni vizuri zaidi.
Tafiti zinaonyesha wanaotumia chakula baada ya saa 3 usiku wapo katika hatari zaidi ya kupata shinikizo la damu. Lakini pia matumizi aina ya chakula na matumizi ya chakula ni kitu muhimu sana. Hatushauri matumizi makubwa ya vyakula vya wanga, hususan kwa watu ambao wanafanya kazi zisizokuwa za nguvu, kwa sababu zinapelekea chakula hicho kuwa hakitumiki ndani ya mwili, kuwa na kuhifadhiwa kama sehemu ya mafuta ndani ya mwili, ili kuweza kama chakula cha akiba, ili mwili utakapokuwa hauna chakula baadaye kiweze kutumika. Ili kuweza kupunguza uzito, ni lazima kwanza pia ujue kiwango cha urefu wako na kiwango cha uzito wako, je, vina uwiano? Na hiyo njia pekee ni kuweza kupima uzito. Kwa hiyo ni vizuri zaidi mtu kufika katika kituo cha afya. Atakifika kwetu hapa Royal Polyclinic, tutatoa huduma hizo bila gharama yoyote. Atakujua uzito wake na kiwango chake cha urefu, ambacho kitaweza kumsaidia kujua yupo katika hali gani, aidha ana upungufu wa lishe au ameingia katika ile hali ya obesity ambayo kupelekea hiyo shida. Matumizi, kupunguza au kuacha matumizi ya nyama nyekundu. Nyama nyekundu tunazungumzia mfano ya ng'ombe, mbuzi na nyinginezo. Kwa hiyo watu wanashauriwa kutumia nyama nyeupe, kwa mfano samaki, kuku. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu nyama nyekundu zina kiwango kikubwa cha sodium, ambayo ni madini ya chumvi, na pia kiwango kikubwa pia cha potassium. Kwa hizi huwa zinapelekea kuongezeka blood volume, yani kwamba kuongezeka kiwango kikubwa cha damu, ambacho kinaweza kupelekea, kwa lugha rahisi naweza kusema hiyo blood volume, ambayo huwa inaweza kupelekea hali kubwa shinikizo la damu. Lakini pia nyama hizi zina mafuta makubwa ambayo tunaita saturated fat, ambazo katika mfumo wake kuyayushwa ndani ya mwili unakuwa kidogo ni mgumu. Kwa hiyo hupelekea kuweza kutuama katika misuli na kusababisha hali hiyo ya kuziba mishipa hiyo ya damu na kusababisha hiyo shinikizo kubwa la damu. Na katika swala la nyama nyekundu, ni muhimu watu tumesema kutumia samaki, kutumia nyama ya kuku, lakini tahadhari ipo kwenye nyama ya kuku. Nyama ya kuku hatushauri watu kutumia ile ngozi yake ya juu, sababu na yenyewe bado ina fati nyingi, ina mafuta mengi. Kwa hiyo pia huweza kusababisha mtu kuweza kupata mafuta mengi. Tunaweza kuzungumzia ufanyaji wa mazoezi. Mazoezi tunazungumzia hapa sio kuosha vyombo, maana ukuta mtu mwingine anasema mimi naosha vyombo, napika na kufanya hizo ni shughuli za nyumbani. Hayo sio mazoezi. Tunazungumzia ni physical exercise, kazi za nguvu, mazoezi ya nguvu ambayo atakayofanya mwili na misuli yote iweze kufanya kazi. Mfano hayo ni kukimbia, kufanya yoga na kutembea kwa umbali mrefu kwa kasi au kwa mwendo, kutokana na hali yako ya kiafya jinsi ilivyo. Hiyo inaweza kuchangia. Itachangia vipi? Kwa sababu mwili unakuwa unafanya kazi, unahitaji nishati. Kwa hiyo chakula kilichopo na mafuta yanabadilishwa kuja katika mfumo wa chakula, kwa hiyo inakuwa inaunguzwa kwa kiwango kikubwa mno. Kwa hiyo inakupelekea kupungua ongezeko hilo la mafuta, lakini pia kiwango cha moyo kuweza kufanya kazi kinakuwa kiko vizuri zaidi. Kwa hiyo moyo unakuwa hauzidiwi. Kwa hiyo ni jambo vizuri kuweza kutazama. Tunazungumzia matumizi ya alcohol, yani matumizi ya pombe. Yana mchango mkubwa kusababisha hiyo shinikizo la damu. Pia matumizi ya hizo energy drink yana mchango mkubwa katika kusababisha hiyo shinikizo la damu. Kwa hiyo lazima watu waweze kuepukana na hiyo matumizi sana ya pombe. Wanashauri kutumia glasi moja ya pombe kwa muda, lakini pia ukiacha ni vizuri zaidi, yani kuacha. Ukatumia kinywaji kingine ambacho kinaweza kukupa flavor ukaendelea vizuri. Na matumizi ya sigara, kwa sababu sigara ina kitu kinaitwa nicotine. Nicotine pia sababisha kitu kinachoitwa ongezeko la sympathetic nervous system, ambazo hiyo inaweza kupelekea kuongezeka kwa mapigo ya moyo, ambayo inapelekea kuongezeka kwa shinikizo la damu. Kwa hiyo watu wenye matumizi ya sigara wapo katika hatari pia kupata shinikizo la damu. Kwa hiyo ni vizuri watu waache kutumia matumizi ya sigara, kwa sababu ina madhara. Haina madhara tu katika mfumo wa moyo, ina madhara katika mfumo mzima wa mapafu yake. Kwa hiyo ili mtu aweze kujilinda na shinikizo la damu, anaweza kuacha sigara, matumizi haya. Swala la stress au msongo mawazo ni moja ya sababu zinazopelekea hiyo mtu kupata shinikizo la damu.
Na hii imekaa kwa sababu stress pia huwa inapelekea kuzalisha kwa homoni, ambazo homoni zile zinaweza kuchagisha ongezeko la mapigo ya moyo ndani ya mwili wa binadamu. Mapigo ya moyo yakiongezeka inapelekea hiyo cardiac output inakuwa ni kubwa mno, ikikutana na ukinzani katika mishipa ya damu kwa sababu ya mafuta na vitu vinginevyo, inapelekea shinikizo la damu. Lakini pia katika hilo kuna tabia ambayo watu wengine wakiwa katika mawazo wanaingia katika tabia ya ulevi, ambayo inapelekea hizo shida, shinikizo la damu. Wengine wanakuwa na tabia ya kula sana, kwa hiyo inapelekea kuingia katika uzito mkubwa na kupelekea kupata shinikizo la damu. Kwa njia pekee ya kuweza kujilinda na stress, kwanza ni kutafuta washauri wazuri ambao wanaweza kukusaidia namna gani changamoto inakukabili, wanaweza kukushauri. Lakini kuwa karibu na makundi ya watu, makundi ya michezo ambao watakufanya akili yako iweze kurelax na kusahau baadhi ya mambo. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kwamba kuwa na tahadhari. Kuna mambo ambayo hata wewe ukiwa unayawaza kwa muda mrefu hauwezi kuyatatua. Kwa ni kukubaliana na hali na mazingira ambayo tutakuwa nayo ili uweze kuishi maisha ambayo ni salama. Kwa msongo mawazo tunaweza kudhibiti kwa njia hiyo moja wapo, lakini pia mwisho kabisa ni kuonana na wataalamu wa afya hiyo ya hisia za mwanadamu, yani psychology, waweze kuweza kukusaidia kutoka katika hatua hiyo uliokuwepo kwenda kwenye hatua nyingine. Tunazungumzia jambo la mwisho, tunazungumzia matumizi ya chumvi. Tunapaswa kupunguza matumizi makubwa ya chumvi ambayo ni salt, especially tunasema table salt, kwa sababu hiyo yana kiwango kikubwa pia cha sodium ambacho kinachopelekea kuongezeka kwa blood volume na kupelekea hiyo kiasi kikubwa sana cha ongezeko hilo la kiwango hicho cha, kwa Kiswahili sijui nitahitaji, lakini nitatumia hivyo kwa lugha ya kigeni, ambao ni blood volume. Sasa yani ujazo wa damu ndani ya mwili. Kwa hiyo kinachotokea baada ya kuongezeka kwa ujazo wa damu ndani ya mwili kinapelekea hiyo kuongezeka kwa shinikizo kubwa la damu. Sasa maana yake ni nini? Maana ni kutumia kiwango kikubwa sana cha chumvi, kuhakikisha unatumia chumvi ya ladha, sio chumvi ile ya kukomoa, kwa sababu inakuwa ni kitu kidogo chenye shida. Na hapa lazima tuzungumze pia kwa watu ambao tayari walishaingia kwenye shida hiyo shinikizo la damu. Wakiweza kuyazingatia haya, yanaweza kuwasaidia kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Na kwa wale watu ambao tayari walishakuwa katika wamepata athari za shinikizo la damu, kwa maana ya stroke, kwa maana ya wengine wameshaingia kwenye hizo heart diseases kama heart failure, lakini kama nitazungumzia kwa watu ambao wamepata stroke, wengine washapata hiyo pressure ya macho. Kwa hiyo tunachoweza kuzingatia, wazingatie haya, kwamba kuangalia kwa uzito wao, chakula, kuhakikisha kwamba wanapunguza ile hatari ya kuendelea kuwa na shinikizo kubwa la damu. Na kwa wale ambao wanatumia dawa, ni wajue kwamba dawa pekee haitakuwa kitu pekee kinachoweza kuwasaidia. Ile anatakiwa wafuate dawa na wafuate masharti ya namna gani wanaweza kujilinda na shinikizo la damu. Kwa hiyo kama watazingatia hayo ambayo tuliweza kuyaorodhesha hapo, ni vizuri, itaweza kuwasaidia kuweza kujikinga na shinikizo la damu. Kwa hiyo ambao tayari washapata changamoto hiyo kama ya stroke, na wenye shida pia ya shinda ya kubwa hiyo ya shinikizo la damu, wana pressure ambao wanatumia dawa lakini pressure wanaiona haishuki, wanapata shauri mbalimbali, wanaona pressure haishuki, wanaweza kufika pia kituoni kwetu Royal Polyclinic kwa ajili ya tiba na ushauri na kuonana na madaktari bingwa wa changamoto hiyo ya shinikizo la damu pamoja na sukari. Kwa majina naitwa Dr. Ali Balamisilo. Karibuni sana Royal Polyclinic kwa tiba, ushauri na vipimo mbalimbali vya afya ya mwanadamu. Tuko hapa, tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 4 usiku, siku zote za wiki.